mara unajua jinsi ya. Alright. Mambo vipi washikaji zangu, washabiki wetu wa The Junction X. Najua uko ni muda mrefu sana hatujatuona mjini. Sasa tunarudi kwa spidi ya 5G. Na hapa leo niko na watu wangu wa nguvu kabisa. Upande wangu wa kulia hapa yuko mrembo wetu anaitwa Miss Wanda Gordon. Miss Wanda yeye ni mwelimishaji wa fedha aliyeidhinishwa, mjasiriamali na mwanzilishi pamoja na mkurugenzi mtendaji wa Premium Energy Consultancy. Ana shauku ya kuwezesha watu binafsi, biashara na jamii kupitia elimu ya fedha, kwa kusaidia kufanya maamuzi sahihi ya kifedha na kujenga utajiri endelevu. Kutokana na mchango wake mkubwa katika kuelimisha jamii kuhusu masuala ya fedha, Wanda ametunukiwa na kutambuliwa kupitia tuzo mbalimbali zenye heshima, zikiwemo Tanzania Creators Award, ambaye alikuwa kama mtayarishaji chipukizi bora wa maudhui ya elimu ya fedha, Ladies Talk Awards, mwanamke mwenye ushawishi zaidi wa mwaka na mwanamke bora katika elimu ya fedha, kutambuliwa miongoni mwa wanawake 50 bora wa jasiriamali chipukizi. Wanda, karibu sana boss wangu. Asante sana. Uko poa? Niko poa. Nimefurahi kabisa. Na upande wangu wa kushoto huku niko na ndugu yangu Director Cherehani. Bwana Mr. Cherehani yeye ni mtayarishaji wa filamu kutoka Tanzania anayejulikana kwa uandishi wake wa ubunifu wa hadithi na kujitolea kwake katika kuinua sekta ya filamu nchini. Akiwa na shauku ya kutengeneza hadithi zenye mvuto na zinazogusa maisha ya watu, amejiwekea sifa ya kutoa filamu za ubora wa juu, zinazowafikia na kuwagusa watazamaji. Miongoni mwa kazi zake maarufu ni Situationship, filamu inaonyesha mtazamo wake wa kipekee wa uongozaji na kujitolea kwake katika kusimulia hadithi halisi za Kiafrika. Kupitia kazi zake, Mr. Cherehani anaendelea kuhamasisha kizazi kipya cha watengenezaji wa filamu, huku akichangia ukuaji na kutambulika kimataifa kwa sekta ya filamu Tanzania. Mr. Cherehani, karibu sana my brother. Shukran sana. Mambo vipi? Fresh. Basi leo jamani, naombeni hapa tusiwe wanyonge, tupige story, to enjoy. Vipi lakini how's the day leo? Umependeza mwenyewe. Asante. Siku yako ilikuwaje leo? My day was fine. Nilianza na mikutano ya hapa na pale, as is my usual weekday. Okay. But then I had to halt the meetings kwa ajili ya hii commitment. Oh, thank you so much. Asante pia. Washikaji zangu, nataka mniambie uko unaelezea vipi mafanikio wakati unakuwa, wakati bado unaishi chini ya wazazi? That's a subjective question. Kwa sababu mafanikio ni kile ambacho kwanza unakuwa ukiamini kulingana na kile unachokiona. Na ndio maana kwa jamii nyingi za Kitanzania mtu akisha kuwa na nyumba na gari ndio level ya mafanikio, sababu by then ndio tulikuwa tunaamini kwamba mafanikio yanaishia hapo. Kwa hiyo nadhani definition ya mafanikio inategemeana na your level of exposure. Kiasi ambacho umeona mafanikio ndicho ambacho kinaweza kukuamulia pia we mwenyewe level yako ya mafanikio ni ipi. Sawa. Ipi ndugu yangu? Inaonekana kama washua na watu sisi ambao tumetoka kwenye familia za kawaida za kati. Tuna mtazamo tofauti wa mafanikio. Yaani kabisa yani. Ukiangalia kama nilipomsikiliza hapa. Kwenye upande wake mtu anaweza akajaji kwamba kafanyikiwa kupitia na vitu ambavyo anavimiliki. Kuna wengine sisi ni watu ambao tunabeba ndoto zetu, ambazo hizo ndoto ni ndoto ambazo tukiamini tukifanyikisha hizo ndoto ndio tumefanikiwa. Yani kupitia kile ambacho tunakiamini kwamba mimi nikifika nikiwa mtu fulani, nikitambulika kufanya kitu fulani, hivyo ndo mafanikio yangu nakuwa na yajaji kupitia kile ambacho nakitimiza kupitia ndoto zangu. Kwa hiyo na watu katika familia zetu wananufaika. Na sisi tunapenda sana kutimiza kile ambacho tunakiamini, ili familia ambazo zinatuzunguka ambao wengine walikataa kupitia kile ambacho tunakiamini kwamba tuwezi kutimiza, lakini sisi tunapokitimiza na wao wakanufaika, mimi yale ndo naita mafanikio.
Okay, nice one. Mambo hayo. Ni mambo gani ya msingi ambayo familia yako walikufundisha kuhusu pesa? Familia yangu mimi ilinijengea msingi mzuri sana, ambapo walinifundisha kwanza kutunza akiba. Kutunza akiba, saving. Yes. Katika umri mdogo wa miaka 5 mimi niliwahi kupewa kibubu. Na nikaa ninatunza pesa huko, na nikapewa challenge kwamba nikifikisha 10,000, actually challenge tulipewa watoto wote wa pale nyumbani. Tulikuwa kama 4. Lakini ilikuwa ni kwamba atakayefikisha 10,000 atafunguliwa account. Okay. Hakuna aliyeweza zaidi yangu. Mimi nikaa na 16,000. Ndugu zako wenyewe wanakula pipi tu. Finally kuna mmoja kibubu chake juu hakijatobolewa lakini chini kashavunja. Akawa ametumia pesa. So huo ndio ulikuwa msingi wangu mimi wa kuanza kujua masuala ya fedha. Okay. Nikaanza kutunza akiba, and then later on nikaanza kuangalia namna ambavyo naweza nikakuza akiba yangu. That's when nikafahamu by then kuhusu fixed deposit za benki, ambapo unaweka pesa yako benki, baada ya miaka kadhaa unaweza kaichukua. And then later on nikataka ku maximize profit, no nikajifunza kuhusu uwekezaji kwenye hisa na mifuko, nikafahamu kuhusu bond. That's how ilianzia kwenye kufundishwa nyumbani. Nice. Na baba. Nice. Yes. Shout out kwa baba. Kwa kweli. Kwanza na play party baba kwenye masuala financial. Na mimi kikweli babangu nampa saluti. Rest in peace, lakini amen. Mimi mwenyewe rest in peace ndugu yangu. Amen. Say hatari. Lakini the legacy goes on. Kama hivi tuko hapa. Yes. Yeah. Vipi upande wako? Mimi kwanza niliambiwa straight kwamba pesa haizoeleki. Nakumbuka haizoeleki. Kwa sababu mimi nimekulia kwenye familia ambayo ilikuwa na hela nyingi sana. Okay. Lakini the more nilivyokuwa nakuwa ndio pesa katika familia ndio inatoweka. Yani kutoka kusoma international school, afu nakuja kusoma shule ambayo ya bure. Yani kwamba Alpha James ilikuwa shule ambayo iko Morogoro ya papa Mzungu Pekupeku anamuita. Mzungu Pekupeku. Kwa hiyo from kusoma shule ambayo ilikuwa unalipa mamilioni kwenda kusoma shule ambayo unalipa 300,000 kwa mwaka, it was unaelewa maisha. Kwa hiyo akaniambia muone, kuna siku nilienda, kutoka kuwa na biashara afa akarudi kwenda mgodini Kakola huko. Sasa akawa ananunua madini kupitia wachimbaji wadogo. Okay. So kuna siku alichoma, sisi tunasema kuchoma, yani kwamba dhahabu inavyotoka sehemu ina lazima ichomwe, yaushwe na nini, afa anapima pale kwa gramu. Sasa siku moja nimeenda kumtembelea sehemu yake ya kazi, akawa ndo yani kapata nani kubwa, jiwe kubwa. Katika kupima pale sasa kwa kuna mwendi moja ndo ulikuwa nafanya kama transaction. Kuna hela nyingi sana. Mimi nikachukua simu nikawa nazirekodi. Afu na nikajipiga. Akawa ananiangalia sasa ndio kwamba nachokifanya. Afu baadaye akasema umejisikiaje ulipopiga picha? Kuna siku hutaona hata hizo pesa, yani kwamba leo najipiga picha zipo. Kuna siku hiyo yele ambayo yani kwamba ndo unayo picha halafu you don't have everything. Siku ambayo unatazama hiyo picha utajisikiaje? So ando akanipa elimu kwamba pesa haina mwenyewe na hazieleki, you should respect. Yani pale ambapo unapata hata 5,000 kwa siku, heshimu hiyo pesa. Na pesa bila heshima nao inakukimbia. Kuna namna ya kuheshimu fedha. Kwa sababu katika 5,000 ukitoa buku 4,000 hiyo so 5,000 tena. Kwa hiyo kuna namna akanitengeneza mazingira kwamba kwa chochote unachokipata. Hata kuna siku moja nilipiga simu ya kwamba kuna mtu mmoja ananiambia nikutumie leo au nikutumie kesho. Akawa ananisikia naongea na mtu kwenye simu. Mimi nikamwambia hata kesho tu bana tutamalizana. Akaambia wewe yani mdau yani inabidi hata kama unamfuata kote mfuate, kwa sababu inawezekana hata huyu asifike kesho. Afu nyewe mnakuwa labda pengine mna makubaliano nyewe wawili. Una evidence ya kwamba tuko na wasichana unalia kwa mke wake. Vipi huyu? Kwa hiyo pesa bana kuna mdae marehemu. Pesa hizo yani respect sana mtu, hata respect sana kwanza, respect sana mabosi ambao yaro eti mwisho wa mwezi unasikilizia. Unajua mimi kabla sijaanza kuajiri vijana wenzangu nilikuwa ni mtu ambaye na blame boss kinoma. Yaani mshahara ukichelewa na lalamika, ni mpaka tunaanza tukatengeneza kikundi. Boss vipi bana hivyo. Kwa boss wewe sasa ndio utajua shughuli. Ndio utajua shughuli namna ku maintain fedha na kuhakikisha kwamba kila mtu anapata haki yake kila tarehe fulani. Sawa. Hiyo utajua kwamba bwana yule boss yule alitisha pale. Yaani tu nature unasema kwamba yule mwamba yule anali. Kwa hiyo respect man, yani hivyo.
Sawa sawa. Mimi naweza nikarelate alivyozungumzia maisha kubadilika. Mimi baada ya mzee wangu kufariki, maisha ibadilika kwa sababu familia nzima tulikuwa tunamtegemea yeye. He was the breadwinner. Kwa hiyo masuala kubadilisha shule mimi nilikuta kutoka kwenye international school unaingia government, lakini kwangu mimi I took it positively kwa sababu ikanifundisha kwamba nafasi yangu kama mwanamke kuwa na pesa ni ya muhimu. Sasa kwa sababu baada ya kuona ile mabadiliko ni challenge kiakili kuona kwamba na mimi pia hata kama ni mtoto wa kike lazima niwe na cha kwangu. So that motivated me, ndio maana hata nilivyoingia paka chuo nikaanza kufanya ujasiriamali, nafanya kazi just to make sure kwamba I have financial security. Ili anything happens huko mbeleni familia yangu isiteseke endapo mwenza wangu twaliwa. Na hiyo bana Afrika hivi zamani wazazi wetu wakawa wanafeli sana, unakuta anamwachisha mke wake kazi. Sasa sijui ilikuwa ni maulivu. Na sio hata kizamani, hata sasa bado kuna watu wanafanya. Yaani wanachia kazi, wanamwachisha mtu kazi kaza. Yes, kaa chini nitakulea nitalea na. Lakini hata anamlipa pesa sasa. Yes, lakini sasa wakulipwa nyumbani si wengi, wanakuwa na akili ya kujiongeza, sana najua itakuja. Na mimi kweli last year lakini nilikuwa na mentality lakini ilibadilika. Baba ukioa wapi paka yao ndani. Yaani nilipata tu, yani kuna mazingira fulani nilimtengezea msichana ambaye nilikuwa naye kwamba bana don't do anything. Mbona ulikuwa naye? Jana bana. Game over. Kisha habari yake. So yani kwamba nilikuwa nishajiona tight hapo na nafanya kazi zaidi ya moja. Kwa mwisho mwezi hapo kiingia hela zinaingia kwa kunibikizana simplani sigusi. Nikajiona nani mwamba sana. Nikamwambia bwana nasikia unafanya kazi gani? Sikufanya. Okay, na bahati nzuri sisi Wasukuma bana, yani when it comes to love yani unaona kidogo kabisa naizarau sana, ila mimi I will do something hivi. Kwa hiyo kwanza nini, kuna sometimes ilikuwa namsurprise mtu yani mpaka kuna siku moja boss wangu mmoja hivi alinishtua, alikuwa anashtua anambia wewe unafanya hivi, lakini kuna wanaume wengine wafanyi hivyo kwenye hela. Hiyo just stick, yani fanya namna nyingine, kwa sababu nilikuwa nikiona mahusiano na mtu ilikuwa hata pamansen kama namlipa sasa, yani licha hela ambayo mimi namtumia ikawa kwamba yani kwa mwezi kuna kiasi fulani yani lazima, inawezekana ni kwa mwezi si kiasi kikubwa hivyo kwa mtu mwingine lakini mimi ile lazima katika mshahara wangu kuna shilingi fulani. Samani, kwani kwa sasa uko single? Kwa sasa hapo sasa wewe yani swali unalijibu ndugu yangu, chelani unakimbia wewe kwa sasa isha kuna ndajua nani. Kwa hiyo ikawa hivyo, baadaye nikajifunza. Kwa hiyo hata kwa sasa kuna kwa tofauti. Zamani ilikuwa mimi hata kama nikukupa wewe pesa sio ya kwenda saluni na nini, lakini at the end of the month lazima ni assure wewe kwamba una kiasi fulani. Safi kabisa. Boyfriend material. Vijana wenzangu, shughuli mnaiweza hiyo, wapeni wake zenu mishahara. Sasa ndio hivyo sasa, wengine watakwambia hivi licha yeye kutoa kila mwezi hela na akaachika. Kwa hiyo na wenyewe wataona sasa. Kwa hiyo wakati mwingine niwaambie vijana wengi ambao tunaingia kwenye relationship, the way mnavyokutana mwanzo, umeelewa? Ndio mnavyokutana mwanzo, everything usikibadilishe. Unajua kuna makubaliano. Mtu anakubali wewe kulingana the way you are, unavyoongea, umewaide nini, kwa sababu sometimes sisi ni provocative kwenye some stuff. Tukifika pale tunajionyesha mtu, yani tunakuwa tunajionyesha mtu tofauti. Tuko kwenye kampeni pale. Kwa hiyo tukianza oya tutakufuata hata nyumbani bana. Tutapaki pale, tutaambia bana niko nje hapa. Lakini sasa tukishapata tutakwambia bana tuko busy bana, kesho na kikao siwezi kutoka. Umeelewa? Kwa hiyo vitu kama hivyo unakuta sometimes ndo baadaye mtu anaanza kuona kutafuta plan B. Sasa labda pengine vile moment alitaka vidumu sana, kwa hiyo anaangalia sasa na hivi moment kuna mwingine sana naye kaanza kupiga campaign. Kwa hiyo akishapata plan B sasa ndio wewe unaanza kupiga naye tukio sasa la ukweli. Yani kwamba yani si mwanzo muonyesha itufanye sana, yeye anaanza kuonyesha sasa, anaanza side kwamba akitaka kukataa na kukataa vipi. So hivyo. Kwa hiyo mwanzo unavyoenda nenda fully wewe. Akikataa sawa, kibatika kukubali ndio
kakubali kama ulivyo, kwa sababu kama unaweza kumaintain kwa muda fulani. Sasa kwa sababu vitu vingine ukimsurprise kama unaweza kuifanya vinakuwa vinanogesha zaidi. Kwa sababu kama mimi nimemficha, kama pengine nimemficha kazi yangu ambayo ninafanya, yeye anajua pengine mimi sijiwezi sana. Alafu kuna muda nikapata chochote kitu nikaja nikamsurprise, inakuwa njema zaidi kuliko kuonyesha kwamba na uwezo sana alafu nikafake it, nikafika kwamba nimekosa kabisa na nikamwambia nimekosa, hata uniamini, afa tunaona kama nimetake advantage. Kwa hiyo sawa. Kwa vijana wa kizazi chetu, nadhani wazazi walitufundisha kujiwekea au kuwekeza, au tumefundishwa kujihami ili tu survive? Inategemeana na aina ya familia ambayo mtu amekulia. Unavozungumzia mtu ambaye amefundishwa kujihami, maana yake obviously kwa kuna scarcity. Pesa ama vyanzo vya mapato havikuwa vinatosha. Kwa hiyo ni mtu ambaye alifundishwa kwamba pesa inapatikana kwa shida, usiitumie hovyo. Sasa mtu huyo anakuwa kwa namna ya kwamba anaogopa hadi kutake risk. Ndio yule mtu ambaye akiwa na pesa yake haitumii kabisa, na hata kama ni kitu cha maendeleo hakifanyii, kwa sababu aliwekewa scarcity mindset kulingana na mazingira aliyokulia. Kwa nadhani kwenye masuala mazima ya kifedha ni mazingira na familia ambazo tunatoka ndizo ambazo tunatufundisha namna ya kifedha. 1, 2, jamii ambazo zinatuzunguka, kwa sababu unaweza kuta mtu umekuwa groomed vizuri kwenye masuala ya fedha, una nidhamu ya fedha, unajua jinsi ya kutunza akiba, kuwekeza, lakini unaenda kukutana na marafiki ambao they have a total different mindset from yours. Wao ni ponda mali kufa kwaje. Na you know how much character rubs off on friendship. Yani ukiosha kuwa na marafiki, character ile tabia au haiba inachukulika haraka sana. Kwa hiyo unajikuta unabadilisha na wewe mtazamo wako wa kifedha. That is why they tell you associate with people ambao unataka kuendana nao kimaisha. Yeah. Okay. Kwa hiyo ni upbringing, scarcity mindset, family, community, vyote vinakuwa vina mchango katika mtazamo mzima wa kifedha. Kwa hiyo ni jukumu la mtu mwenye binafsi kuangalia mtazamo gani ambao unamnufaisha yeye katika kutengeneza fedha, katika kuongeza thamani ya fedha na kutafuta pesa pia. Okay. Yeah. Mimi sina tofauti na nani. Unajua sisi mimi na unajua familia ya Kichaga wanaishi yani kuna kitu fulani ambapo Wachaga wanavyo. Yani kwenye pesa hiyo ambayo umesema kwa hiyo kwamba walivyotengenezwa kwenye mitazamo ya fedha na familia. Sasa yani kama ingekuwa Tanzania nzima labda makabila yote yako hivyo, tungekuwa mbali kinoma yani. Sema kwa sababu wengine, kuna familia zingine mzee, yani uelekezi kuswela, mnakuwa wote mna mitazamo tofauti na mkutani mara kwa mara. Rafiki yako katika kuwa kwako unakuwa ni mtu wa kuchagua marafiki, ndo the world ambao ndo inavyoenda. Ndo maana saizi hata kuna mtu mwingine hana marafiki, yani rafiki yake ni simu. Kwamba ataingia Instagram, yani pasipokuwa na internet ni kama vile mtu ambaye anaumwa. Imeelewa? Wakati anashindwa kufahamu kwamba mwili ulivyotengenezwa mwili wetu sasa, kuna sometimes kuna fever fulani inakuja kwa mfumo fever, ambapo inatakiwa mwili na nafsi should discuss. Yani inabidi iwe yani kama na Mungu sasa hapo tunamweka discuss. Ndio maana ukiangalia kwenye Biblia ya kwa mfano, usomagi sana Biblia najua. 1 Peter verse 5-7 inazungumzia masuala ya namna gani wewe ukiwa uko lonely inatakiwa utake time wewe na Mungu wako. Na ile loneliness kumkabidhi Mungu, maana anajua anakujua zaidi. Umeelewa? So sisi sasa kuipa muda, we don't give your time mwili kudiscuss, yani kupata time na God na nafsi. Kwa hiyo we are giving time social media. Tunapoipa social media, we are creating a fever ambayo sasa without social media unakuwa atufikirii vitu vingine, kwa sababu kiwa mwenyewe kikao na kufikiria, sometimes you think of opportunities, you think about wewe umetoka wapi, umeenda wapi, think of money na nini, umeelewa? Lakini sasa ukiwa unaipa sana, yani ni kwamba mimi faraja yangu ni simu, itimizi inakuwa isolate from family, hata vitu vingine kufikiria na hapo, umeelewa? Kwa sababu umeipa opportunity simu. Wengine wanaenda mbali zaidi, wanaenda kwenye chat GPT sijui. Yani mtu ana rafiki, eti anafika anaanza kuuliza eti chat GPT kwamba eti I'm lonely, what should I do na nini na nini.
Umeelewa? Lakini in this social media era kweli mtu anaweza kaa lonely kweli? Kweli. Mtu unajua kuna mtu mwingine mpaka analipa watu akae na watu. Oh really? Kuna wanilipe mimi. Mimi kuna boss wangu mmoja huyo mkitoka hapa anawapigia simu amudi, yani anataka tu people kuwa scattered pale. Yani ndo ana feel ile kama loved. Yani ana feel kwamba wewe kesho ukiondoka anakupigia simu anafeel kwa sababu akiwa peke yake hawezi kusustain ile hali. Is it a level of wealth that gets you there? No. Ni mental issues tu ambazo zinakuja kwa mfumo ambao mwingine hawezi. Ndio maana nikasema kwamba kuwa mwenyewe, kukaa wewe na kuzungumza binafsi sio kosa. Sawa. But people are treating wanaitreat kama, kwa sababu ukiingia kwenye social media kuna vitu vingi. Kwa mfano mimi, kwa mfano labda wewe ukaona kwamba hutaki kuwa mpweke. Kuingia kwenye social media sio solution. Kwa sababu hujui unaenda kukutana na nini. Utaangalia vichekesho vyote utamaliza. Then utaenda kuangalia mafanikio ya mtu ambaye ni rafiki yako. Ukienda kwenye social media kuangalia utaona kama mbona tulikuwa wote shuleni. Mimi nimekosea wapi? Utatoka kwenye entertaining yourself, unaingia sasa kwenye kujihuzunisha zaidi. Hapo it was a time ambapo wewe na nafsi yako na Mungu wako ungeitengeza hope ya maisha, kwa sababu kinachompa matumaini binadamu ni ile hope. Ndio maana tunaenda kwenye misikiti, wanaenda kwenye kwa mchungaji na nini, only to create ile hope. Wengine ni imani, wakati wengine wameshapigwa na maisha, the only hope ambao wanaenda kuitengeneza ni kwamba wao wana tumaini ambao lina keep waking them up wakienda kulala, wakiamka. Kwa hiyo the more wanavyoenda kwa Mungu, naomba uni bless ninunue gari the next year, that the hopes and our drive wengine. Sasa speaking, umeelewa? Hiyo ni somo jingine ndugu yangu. So tukizungumzia sasa ile kwamba ile sijui ni wealth ambayo inafanya mtu kuwa mpweke, sio, ni ile hali ya kwamba mtu anataka awe apendwe. Saizi watu wamekuwa so selective hata kwa marafiki. Yani mimi hapa nitakuwa rafiki na huyu kwa sababu na benefit. Lakini kama si benefit, mimi naondoka. Na huyu atataka kuwa rafiki yangu mimi kama kweli na upendo wa kweli. Hata kama akinifanyia mimi akifanya chochote siwezi kuona umuhimu wake. Nikubali kweli kama wanaye, lakini mimi nishachagua moyo wangu kwamba mimi huyu na benefit kitu fulani. Kwa hiyo I should nakuwa chawa zaidi kwako. Lakini huyu akinifanyia uchawa mimi si mthamini kwa sababu mimi nishakuchagua wewe. Ndio maana kuna watu fulani hivi kwa wakifanyikiwa wanatafuta watu wa kushirikiana nao. Unajishangaa, huyu si rafiki yangu, mbona kwenye sherehe yake mimi sipo? Kwa hiyo maisha ya kuselect kupitia ile tunavyoshika simu na kuwa tuna select cha kuangalia, tuna select cha kunani, maisha hayo ya kuselect yanaenda mpaka kwenye maisha yetu binafsi. Sasa tunachagua mpaka mwanafamilia gani wa kuongea naye. Mimi naweza nikakwambia wewe mko wangapi kwenu? Wawili. Sisi tuko 5, lakini mimi siongei na wewe. Uko 4? Unaongea na kila mtu? Sio katika 4. Katika 4 mwisho ndo yani ndo rafiki yangu sana. Amechagua. Mimi uona marafiki wangapi? Wachache sana. Amechagua kuwa na marafiki wachache. Kwa hiyo saizi maisha sisi ni maisha ya choice. Kwa mimi nitakuwa rafiki yako, it's a choice. Lakini mtu mwingine akija hapa hata anifanye nini? Yani kama mimi sijamchagua ndani ya wepo ndani ya maisha yangu mimi yangu. Nimependa hiyo. Hivi kama vijana unadhani ambition zetu katika utafutaji zimekuwa influence na kitu gani? Wengi ugumu wa maisha. Na ndio maana wale ambao wanakuwa wanapitia kwenye nyakati ngumu sana kimalezi, wakija kukua wanaweza wakawa wana pande mbili. Wanaweza nikaa ni watu ambao wamefanikiwa na wana furaha ya kweli, au wanaweza wakawa ni watu ambao wamefanikiwa lakini wana furaha ya kisasi. Wanakuwa wana money trauma. Kwa mfano mtu ambaye amekulia katika mazingira magumu, anakaa nyumba labda ya nyasi, na amelelewa katika mazingira ambayo anarudi nyumbani hakuna chakula. In such a way kwamba hata unajua marafiki pia shuleni lazima mpeane vitu, unadumisha kwa hata hakuwa na marafiki kwa sababu hakuwa na uwezo wa provide into friendship. Kwa hiyo mtu kama huyu sasa baadaye akija kupata pesa anakuwa na trauma in a way kwamba anafanya kufuru kwa fedha. Kwa hiyo kama ni jumba na jenga kama ni mavyakula naweza kanunua tu, yani kujiridhisha tu kwamba I'm not that,
siko tena kule ambako nilikuwa siko tena kule ambako. So there's ambition that turns out into success according to how we defined it. Lakini kuna ambition ambayo inaishia kuwa traumatic. So ni lazima ukiwa kama kijana, hata kama umetokea kwenye nyakati ngumu za kimalezi, ujifunze kupona yale maumivu yako ama majeraha yako ya kifedha. Ukisha pona zile money trauma, you get the actual ambition that will drive you to the actual success, ambao utaweza kufurahia mafanikio yako na sio kufurahia mafanikio kwa namna ya kisasi. Kwa mfano pia vijana wengi ambao wakati bado wanajitafuta, unatongoza demo na kukataa, ukisha kuja kupata pesa kazi wanayo Jonasi unaona asote lakini nimetolea mfano wengine ma good boy mmoja tu. Ukipata hela pia unatafuta wakwako tu, unamspoil kama ndugu yangu hapa, unamlipa mtoto mshahara nini kwa kila mwezi nakukiwa atulia mtoto, kwani nakuache so mambo ya Jonasi. Yeah, so you find people tend to suffer with their success. Yaani mtu anakuwa na mafanikio lakini anamtesa kwa sababu ana majeraha ya kifedha. So ambition should come. Kila siku anashinda vilabuni. Yes. Na kilabuni unalipa pesa, si ndio? Kwa hiyo ambition and success should go hand in hand with wewe kupona kwanza majeraha yako ya kifedha. Na unaponaje? Unakubali kwamba sawa, yale yalikuwa ni maisha yangu. Yes, nimekulia kwenye shida lakini sipo tena kwenye shida. Sina deni la mtu. Sihitaji kuprove chochote kwa mtu yoyote. This is my life now. I should enjoy this life and this moment. Sawa. Bas. Napenda hiyo. Yeah, so you manifest that on a daily. Unajikuta kwamba unaishi mafanikio yako kwa level ambayo unapaswa na sio kwa level ya kufuru. Kwa sababu mwisho wa siku sasa trauma yako utamsababishia trauma mtu mwingine. Ni sawa na wale baba ambao wanakuwa na pesa nyingi, anamspoil mtoto wa kike afu baadaye anamwacha tu ghafla with no good reason. So naye amemhamishia trauma kwamba nimeachwa, nilikuwa nina naye anakuwa na trauma kwamba na mimi siku nikija kuwa na pesa lazima kuna mtoto wa kiume nitamuumiza. Unaona, kwa tunakuwa tunamishiana matatizo ikiwa hatutapona matatizo yetu ya kifedha on an individual level. Awesome. Yeah. I love that. Vipi ndugu yangu? Ambitions zinakuwa influenced na watu ambao tunawatazama sana kama kioo. Wewe leo utamtazama mtu fulani mtangazaji, be like the one. Mtu ambaye unapenda kumsikia mara kwa mara, kumuona. Wengine unajua kuna familia eti, yani kuna kijana tu yani anko kaja amependa the anko anavyokuwa smart. Nataka kuwa kama anko. Akija mtu unajua zamani ilikuwa kwa mfano, zamani wanasema kwamba kila anko ambaye alikuwa ni mlevi tukao unamuona kama ana tabia mbaya. Kwa just now. Wewe ndio yule anko sio yako. Kwa hiyo yani kuwa ambitious ni kile ambacho wewe unakitazama na kwa maana unachokifuatilia, umeelewa? Watu wanavyoku influence, umeelewa? Kwa hiyo ukipenda sana kukaa kwenye TV, ukawa unapenda movies, automatically tuna. Kwa hiyo mimi kuna siku moja niulizwa swali, how did you become a director na nini, kupenda filamu na nini? Wakati umesomea vitu vingine. Mimi yani babu yangu sasa ambaye ndio Cheleani. Ndio mwenye jina sasa. Okay. Alikuwa na tabia moja, yani hata kama tukiangalia movie hapa, atanichukua tena jioni saa 10 tunaenda kwenye vibanda hivi. Kwa sababu ilikuwa kwamba yeye anapenda tu, tutaenda kuangalia pale movie wote jioni, tutaangalia, atakwambia what do you see, what do you learn na nini. Kwa hiyo mimi nikajikuta napenda sasa movie. Maana naangalia I want to do this stuff, this hivyo. Baadaye ndo story writer, unaandika, hivyo na nini, unaproduce, afu baadaye unashangaa kumbe inspiration ilianzia kwake, kwa sababu yeye alikuwa nimpiga picha kwa zile kamera zile za kufungua hivi alafu zinawaka. Kwa hiyo ndo alikuwa enzi. Kwa hiyo alikuwa anapenda masuala ya picha. Kwa hiyo kupitia yeye ndo kanitengeneza mimi kupenda film, kupenda masuala kamera, umeelewa hivyo. So ni watu ambao tunawatazama na tunawapenda waona, tunawapenda wanachokifanya, tunajikuta kwamba tunakuwa ambitious, yani kuwa influenced kufanya kile ambacho anakifanya. Sijajua sasa kwenye masuala hapa huyu amekuwa influenced. Ndio mimi nataka nikuulize, ina maana mtu usipokuwa na mtu wa kumtazama unakuwa hauna ambition?
Mingine ni msukumo wa kimaisha. Exactly. Yani wengine tunasukuma tu na maisha tu, unakuwa bana mimi nikiteleza hapa huko mbele. Kwa hiyo inabidi ni kaze buti. Mimi nimezungumza kwenye upati tu wa entertainment. Lakini kwenye maisha kuna mwingine familia yao kuna daktari hata mmoja. Bana. Lakini kasoma yani imeelewa kapambana akawa daktari. Yani unaona kabisa kweli na wengine tunapambana kuvunja laana za ukoo. Sasa hiyo kwenye kuamini laana za ukoo ni kwamba the mentality ya kuamini kwamba kuna laana fulani ya kitu fulani hiyo kwenye kichwa chako, it means you are trying to prove yourself, you're fighting with something ambacho kiko ndani. Okay, this is what I mean to say. Kwa mfano unakuta labda kuna familia moja ambayo labda mtu akifika umri fulani anaanza kuwa mlevi, anapoteza kazi, anafukuzwa, anachanganyikiwa. And that pattern goes on. Kuja kufuatilia ule anko wake na alikuwa hivyo na anko wake wa nyuma. And then mimi kikweli yani kwenye generation yetu yani tusingizie sana. Zamani hizo vitu vilikuwa mimi I think vilikuwa mnaweka sana kwa sababu tayari tushaminishwa. But leo kwenye hii generation ukizingua wewe afu ukasingizia ukoo ama kuzingizia mjomba wa mjomba. Sasa sio kama unasingizia, yani wewe unakuwa una work with a point of reference kwamba mimi na work hiyo reference sasa hivi. Nenda na wewe kwa sababu ni neno. Kwa sababu hivyo sisi mimi nawaambiaga hata watu. Katika hizi vitabu takatifu hivi kuna everything. Sawa. Kuna kila kitu. Kama wewe ni kijana, you are trying to hustle and believe in a dream na nini. Msome sana kwa Joseph. Sina mwitaga Yusufu I think. Ile kitabu kimeeleza vitu vingi sana about dreaming. Ukiwa na dream utakataliwa. Wale si ndio alikuwa ni kijana kama nadhani alikuwa mtoto wangapi 11 I think. Lakini alikuwa na ndoto anaambia wenzake wanamwona wewe ni kichaa. Yani wewe uje uongoze. Hivyo hata kwenye masuala ya fedha, yani hakuna maisha ambayo yatakuja eti kwamba utakuwa tu na hela yani free. Hata mzipo. Ndio maana walitoa mifano hata kwenye vitabu hivi kwamba they were 6 months yani ya njaa. Ilikuwa miaka 6 au miezi 6. I think miaka 6 sio? Miaka 6 ya njaa, miaka 6 ya shibe. So in real life jiwekee mentality yako kwamba yani kuna miaka yani kuna yani kipindi fulani cha shibe kitakuja. Kwa hiyo wewe mwenyewe balance it kwamba bana mimi nitaweka akiba. It's not there yani hujui ni lini lakini ukiwa na akiba at least na kukupa nani itakuja njaa utaihandle. Yani vitabu vinaelezea all stuff. Na sasa tukija kwenye upande wa kukemea sasa kile ambacho tulikuwa tunabebeshwa zamani, ilikuwepo hiyo kwenye Old Testament hiyo kwamba hizo kubebeshwa hivyo vitu it was there, lakini tunaamini from Christ, si ndio? Kuja kwa Yesu Kristo kavunja that stuff of killing hizo vitu kavunja. So if you believe in Jesus so you should believe kwamba kupitia Yesu ali break barriers ya hivyo vitu. Ndio maana tunaona kwenye karu fulani like kulikuwa una pazia kwa hiyo it's straight way wewe kudiscuss na Mungu. That's si ndio iko hivyo. Oya usinitikie tu inawezekana wewe uende kanisani. Kanisani mimi naenda mjomba. Sasa mimi hadi jumuiya nipo. Jumuiya. So we should ni kwamba neno sasa the way unavonena kwamba bana mimi hivi. Oya ogopa sana neno na nafsi. Yani neno yani kwenye Biblia inavyosema kwamba ukinena neno yani be careful what you are speaking of yourself, be careful what you are speaking. Tulikuwa tunaambiwa watotoni kwamba ana akili kama za mjomba wake. Mtu kweli alikuwa anaenda nazo kwa sababu mama kanena. So wewe unajinenea vipi mazuri ili kubreak hizo barriers za watu wengine? Wewe usipojinenea mazuri hakuna mtu atasema kwamba you're going to be somebody. Mimi the first day nina kumwambia niliponikana Aliskela. Tulikuwa kanisani ndio tulikuwa na shoot, nikatoka nje nikamwita Alisasi. I think I'm going to be a director. Akaniambia wewe unaota? Yaani wewe mpindi Lamata hapa hivi na hivi. Hapo unafanya kazi ya Mata Village. I just feel ni kwamba kuna kitu kinasukuma mimi being that. Akasema hivi nikasema so kwamba aache kufanya directing. No, I have that feeling that I'm going to be a director. Baada ya like mwezi mzima kuna vitu vikatokea I'm directing my first series. Moving to direct my first series, I'm directing another movie.
series nyingine imeenda YouTube sio, nimetoa wasanii wawili wa kuenda na Nigeria, nimeitwa Kenya, we are discussing in a table, wazungu wako pale, directors wa East Africa tukua 3, Tanzania niko peke yangu. Is like kwamba tuna discuss namna gani tunataka kufanya tuka connect characters wa South Africa kuja kushoot labda tukiwa tunataka tufanye Africa iwe one market. Na sasa kwenye streaming platform nachangaa, kuna siku nikajiuliza hivi nisinge nani alikuwa na uwezo wa kuninenea mazuri juu yangu kama nisingejinenea mwenyewe. Sawa. So jinenee zuri and see what happens. Moyo kikubali, yani you're going to fight it. Yani ni moyo tu utakubali kwamba you're the best. Yani wewe, kuna watu wengine wanakuwa wanaandikaga, wanasema kama manifestations tu. Manifest. Wanaandika tu, wakiamka kwenye kioo chao, wakitoka kujiangalia wanaangalia pembeni kuna vinoti wameandika pale I'm the best. Tomorrow I'm going to buy nini. Kashajiandikia. Akitoka kwenye diary yake kaandika neno kizuri. Mtu ataki negativity ingie kwake, kwa sababu the moment akinena ile negativity ndo anaenda kuibeba mpaka kwenye kazi. Uje kukutana na mtu anakutukana asubuhi, umeharibu sikio yako nzima, kwa sababu na wewe umemshia maneno, umeconsume ile bad energy. Mimi ukija ukitoa tusi, if mimi najua I have a good day, I won't respond to your bullshit. Mimi nitachokifanya nitakuacha uende, kwa sababu isini consume hiyo energy. Kwa sababu saizi ni kwamba tuna ile, mimi naweza nikakwambia kitu fulani kikakuharibia siku, wewe kwenda kumwambia mtu mwingine, tunajikuta kwamba. So I love that wewe ulifahamu kitu gani unapaswa kufanya katika kufanya, si ndio? Like you realize you have to be a director by doing the role of it. Lakini as for me sasa, mimi if you had asked me miaka tuseme 2 nyuma kama ningekuja kuwa a multi-award winning certified financial educator, pengine nisingekuelewa. Lakini the drive ya kuja kufanya uelimishaji fedha ulitokana na mimi mwenyewe kuitafuta hiyo elimu ya fedha baada ya kufukuzwa kazini. Okay. Yeah. Afu watu hawajui kufukuzwa kazini sio kama unamaliza mali. Imekudrive kiasi gani kuja kufanya? Ndo hapa yani multi-award winning certified financial educator. Kwa hiyo to me that kwa hiyo leo wewe umetuita watu wote wawili ambao tulifukuzwa kazi. Lakini sio tulipo. Kwa rejection was a redirection for me. Kwa hiyo yes, inaweza ikawa unaweza kuwa unajua cha kufanya, lakini mengine inaweza ni matokeo. Yani matokeo ya nguvu na msukumo na consistency kila mtu kufanya. Kama unajua mpaka unafanyikisha jambo fulani, kama unajua unachokifanya, bado hajafanya maajabu. Exactly. The moment when you are in a situation, alafu ujui umefikaje. You look like hapo ndo uwepo Mungu sasa. Elewa. Ndo uwepo yani yet knowing kwamba mimi ninajua tunajua bana. Yani hiyo uwezo, kuna ka moment yani unafika unauliza how did I get here? How? True. Afu ni ka moment ambacho cha yani moment ya shukrani. Yani I'm telling you, yani mimi mtoto wangu sasa, yani mimi na mtoto wa kike. Okay. The kipindi ambacho sasa ndio ulikuwa mama anaenda kujifungua, nilikuwa yani kazi ambayo nilikuwa nategemea, nilikuwa nimeshapromisiwa kwamba bana tutakupa hela tarehe 30. Afu mimi nilikuwa namwambia boss bana, najua drop out na nini, umenifukuza kazi, lakini ukinipendelea kama tarehe 24 itapendeza. Alafu I don't want your full amount, what I want to ukinisaidia kiasi fulani, mimi it will be good. Lakini ikifika hiyo tarehe ikawa bahati mbaya, akaniambia kwamba kampuni bado hajaingiza hela. Kwa hiyo kwa hapo nilikuwa nategemea ile pesa. Sasa na mtu kasha kufuza tena hapo, it means kwamba hana ile kukupambania kama ukiwa ndani, umeelewa? Afu nje huko watu wanaelewa kwamba you're good yani. Umeelewa? Sasa what am I going to do? Nikapigiwa simu na wazazi wake kwamba inabidi aende, na wazazi wao wanaamini kwamba Simon is a director and Simon is going to handle all stuff. Sasa afu babake ni mjeda sasa. Nitakuwa ujedani. Sikujaoa bana, sijaoa. Umeelewa? So nikatuma hela akaenda. Sasa kwenda sina chochote. Afu ndo imefika tarehe 1. Ambayo hiyo tarehe 1 ndo tarehe yake sasa. Niko bana, napigwa tu mama yake. Bana kasikia uchungu, ndo tumempeleka hapa hivi na hivi. Kwa hiyo wanasikizia anytime. Guess what? I'm telling you, so kama naongopa kama movie kama script. Yo, mimi nimeingia hapa Mikocheni, nimekaa kwa nyuma kwangu hapa. Nimekaa na yona shilingi 50 hapa yani on the table.
kila anampigia simu, yani kila anampigia simu, sioni wa kumpigia tena, yani kumwambia kwamba bana naomba hela 1 2 3, no, yani hivyo tu. Afu huku mzee wangu ndo yuko naye, yani masuala ya hospitali na kisukari na nini hivyo, so siwezi kumpigia wazazi wangu kuambia ni kwa staff ambao nimesababisha mimi, kwa sababu kwanza guys, vijana Gen Z na watu wote millennium ambao wafuati taratibu za kuwa na mtu yani tunakosea mno. Yani ukimpata mtu unataka ukaa naye, taratibu za kizamani zile zina msingi. Yani wazee walikuwa na maana kwamba mimi nimtambulishe kwao, nimtambulishe kwetu, nimtambulishe mimi niende kwao. Sasa mimi kwao sitambulika, waje kuniona huku napo nyumbani, sije kumpeleka. Umeambiwa tu kuna mtoto wa watu ana mimba huko ya kwetu. Okay, so why are you calling tena for familia? Unaambia kwamba huna hela ya siku ambayo hujajiandaa. Na ukiwaambia kwamba nilikuwa nategemea hela sijui boss fulani anipe hela, hawatu kuelewa. So what I did, nikaa pale nikapiga zangu maombi bana. Piga maombi. Haki ya nani? Ilizima. Naamka asubuhi saa 4, calls, simu yangu imejaa simu ya watu wawili. Simu ya kwanza ya watu watatu, sorry. Simu ya kwanza ilikuwa ya mama wa yule binti. Kapiga kama 20. Afu huku hivi simu ya pili kama mara 3 hivi, kuna watu ambao mimi nilikuwa na muignore sana kufanya naye kazi. Anaitwa Bube, yuko crowd size. Nilikuwa na muignore, alikuwa anakujaga na deals kwamba bana mimi na deal 1 2 3 4 fulani tufanye. Mimi niko sehemu fulani, siruhusi kufanya kazi na mtu mwingine. Nilikuwa na muignore sana, yani hivyo. Alafu kuna brother mwingine ambaye nimemfanyia series yake, kashanilipa, tushamalizana. Ndo yeye alikuwa ndo siku hiyo, kumbe kijana yake ndo anaitazama sasa full pesa mimi twisted ile. So nimeamka nikaanza kupiga simu ya nani kwanza, ya mama pale. Piga kaniambia, "Yaani wewe kwanza nikuta message kwamba ujaja hospitali na simu upokei, unapiga unakula bata." Akanitukana pale, akaniambia hilo umepata mtoto wa kike. Unaelewa sasa? Na tunakusubiri nini? Tunakusubiri uje na nini? So mimi hapa hii simu ya pili nikampigia yule boss ambaye nimemfanyia kazi, akaniambia kwamba mimi niko hapa naenda kazini. Naenda ofisini kwangu. Nataka nikuone. Then nikamwambia niko nyumbani, nakuja hapo sasa hivi, nilikuwa napitiliza. Akapita. Mimi sasa niko mnyonge sana kwa sababu I'm supposed to kwenda Kigamboni na sielewi yani. Nikamwambia brother, akaanza kuniambia the way you go excited kuona ile series. Kwa hiyo hadi umefika kwenye point, umefanya kazi vizuri kinoma yani. Yaani umefika kwenye point, yani umenipa majibu mazuri. Akafungua nani yake, akatoa 500, akanipa. Mtu mbaya tumeshamalizana naye. It's not a story kwamba na membugi, nimetunga, no. Kanipa. I was like, Sasa moyo kidogo nikamwambia ukweli, bana brother, kiukweli hela ambayo unanipa naenda kufanya 1 2 3. Akafurahi bwana mtu. Sisi ngoja niende kazini kwangu nione vijana fulani afu twende wote. Kama nitawahi, kama sitawahi utaniambia. Sawa. Wasiliana, wewe tunaenda nini? Na usiwaze hiyo, be happy, ushapata hela. Si hivyo. Akaondoka. Hapo huyo mtu hajui kama anaenda kutengeneza faida kwenye hiyo application ambayo anaanzisha, na kashaga nilipa. Yaani mimi shaga mwambia amount, kaisha nilipa. Huyo mwamba mwingine yule ambaye nani Bubero sasa. Pigia simu nikamwambia brother, hapa najiandaa naenda zangu wapi? Somewhere. Nimepata mtu. Nakuja. Sikumwambia kama na hela na nini. Yeye kaja, akatoa usafiri. Alikuwa yeye yuko na mke wake, akatoa usafiri, akaniambia kwamba kwa mke wake akawa anasisitiza, "Huyu ndo baba yako sasa hizi." Kwa sababu mimi hapa nimekuja damu mwenyewe kama nilivyo. Sina ndugu. Yaani like nipambane Dar es Salaam mimi kama mimi. Umeelewa? Kwa hiyo yule akakati kama baba yangu sasa hapa da kwenda kwenye upande wa pili kupeleka na vitu, kwa sababu pale huwezi kwenda mwenyewe kwamba tu unaenda. Kwa yule akawa na namna ya kuongea, kwa sababu na age yake na nini, akawa na namna ya kuongea vizuri pamoja na nini, kwenda kwa yule upande wa pili wa wale wazazi, kuzungumza nao, kukipa kama najua ya kuja kujitambulisha, kuna 1 2 3 tumeleta vitu fulani, ikawa bro, ndo hapo sasa unakaa unasema kwamba Mungu wangu, yani umenitendea kitu ambacho sikuwa na solution. Hapo ndo unaona kuwa Mungu. Hatari sana. Mambo gani mliyazingatia wakati mnachagua career zenu?
It's very, very interesting on my end kwa sababu career yangu mimi nilichagua katika uhandisi wa mafuta na gesi. And that's what I pursued in school. Lakini nadhani hiki ambacho nakifanya sasa hivi cha financial education ni passion. Ni kitu ambacho ni inborn. Waga najiambia mwenyewe kama naweza kukifanya hichi kitu kwa uwepesi na urahisi hivi, then pengine ndio kusudi langu ambalo Mungu amenitia ama anaitumia kulitimiza kusudi lake maishani mwangu. Kwa hiyo mimi naweza nikasema kwa my current financial education career sikuichagua, ili nichagua wenyewe. Unasema huko ni nini? Huko ni kazi. Yeah. Huko ni passion au sio? Kabisa. Wewe sasa umefanya hapo passion? Kabisa mwanangu. Kwa hiyo bana mimi passion bana. Yeah. That's it. Okay. Wakati mnachagua career zenu, iliathiri vipi mtazamo wa familia na wanandugu? Wow, okay, hiyo inaenda kwa personal kwangu kwa sababu mimi sikuwa na interest kubwa sana kwenye mafuta na gesi, lakini niliingia kwa sababu kwanza ilikuwa prestigious. By then wakati wanachagua watu wa kusoma petroleum, ilikuwa ni kozi fulani yani mpaka uwe na grade fulani hivi kwa sababu walichagua creme de la creme, yani fulani hivi nyingi. Si ndio? Sababu darasani ndiko 20 tu. Kwa hiyo it was a prestige. Okay. Lakini mimi kama mimi by then nilikuwa nishapata scholarship ya kwenda kusoma ile ilikuwa ni social science. Mauritius. And by the yangu sio kama umesoma HKL. Mimi kidogo at least. Lakini sasa funnily by the time natakiwa kwenda sasa Mauritius, walitaka nijilipie ndege ili wakani refund. Ila at that time wazazi walikuwa wameshatwaliwa. So kurudi kwa waliopo wakaniambia hatuna nauli ya kukulipia ndege. Nenda ukasome ulichokipata. So I went on and pursued my degree. Kwa hiyo pengine labda ningeenda kusoma social science ningeishia kuwa hapa nilipo. Who knows? Mungu ana njia nyingi. Yeah, so as for me it was a matter of prestige, convenience, lakini pia ndicho ambacho kilichokuwepo kwa wakati huo. And it is something ambayo kimenifungulia milango pia kwa sababu nimeweza kuwa na kampuni ya Premier Energy Consultancy Limited ambayo ni consultancy katika sekta zima mafuta na gesi. So we do trainings, tunafanya consultation kwa mtu ambaye anataka kufanya petroleum business Tanzania, liaison, local content. Kwa hiyo imenipa pia fursa ya kifedha. Nice. Yes. I love that. Yeah. Vipi wewe ndugu yangu? Sisi ilikuwa kwamba unachokichagua kikiwa vibaya it's upon you. Yani kwamba hamna mtu anakuja pale na kuambia umesoma yote unataka kuza mambo ya filamu. Bora hata mimi. Brother yangu mimi alikuwa Tanzania 1 2000 na ngapi ile? Tanzania 1 bana. Kipanga kabisa. Bana uliza leo ni nani? DJ. DJ msomi. Sasa huko ni nini? Huko ni passion. Sema ndo hivyo sasa, amesomea kitu ambacho akipenda, kamaliza kabisa, ni hivyo mambo ya udokta. Hivyo sasa sijui kila mtu ana mitazamo yake. Sasa mimi siwezi kumshauri, lakini tu kwamba walituambia kwamba familia yetu tuliambiwa chochote ambacho nakichagua is upon you. Desires zako wewe, na yeye kashamaliza, mzee, mama kashamaliza. Wewe sasa huko unapambania. Yaani hamna mtu ati na sana hata usukumani nadhani kote. Sijui. Anahangaika na wewe wakati it's your choice. Watakushauri mwanzo. Ukisipochukua ni wewe, watasema tutakuwa naambia ni yule DJ bana. Yule hivi, lakini sema ndo amependa anachokifanya. Yuko mgodini anapiga 1 2, hataki tena mambo ya nani, anaingia kwenye swala la mining, akitoka weekend unamuona yeye mwenyewe badala ya kuwafurahisha watu tena yeye mwenyewe ndo anafurahisha. Kwa hiyo anapenda vibaya mwambie chochote. Naomba sana. Unatumia vipi nafasi yako kuhakikisha una impact ya mabadiliko katika jamii? Wow, mimi ninatumia nafasi yangu kuhakikisha kwamba ninapanda mbegu njema kwa mioyo ya vijana. Nice. Yes, kwa sababu ninaamini msingi ambao nilijengewa mimi, ikiwa mwingine atapata msingi huo kupitia mimi,
then nitakuwa ninafanya kitu kubwa sana kwenye maisha yake. Kwa hiyo I'm using social media effectively to make sure that ninaelimisha jamii pasavyo, na kila jukwaa ambalo ninapata mwaliko wa kualikwa kwenda kutoa elimu ya fedha, I give my all, kwa sababu akinufaika mmoja akanufaika mwingine, inanufaika jamii nzima, inanufaika taifa. And that is why linaendelea kuwa recognized kwa kile ninachokifanya. Then that's my legacy. Itakuja kufahamika kwamba kutakuja mtu atasema kwamba mimi elimu ya fedha nilifundishaga Miss Wanda, and look where I am now. Kwa hiyo nakuwa naishi kwenye mioyo ya watu. Nice. Yeah. Yani impact kwangu mimi bana, nimepitia kwenye mazingira ya kuwa nobody to somebody, na pia nimetaka kuleta impact kwa wale ambao waniona nobody kuwa somebody, kwa sababu natoa patundu. Maana ukiangalia hata kazi zangu nyingi, kuja kuangalia kwenye crew yangu, ni kwamba wengi ni wanawake, alafu kingine ni kwamba kwenye zile katika kila department kuna mwanamke, mwanaume, alafu lakini idadi nyingi ni wanawake. Kuna namna kwenye entertainment industry wanawake wanapitia situations ambazo yani tasnia, yani kuna imagine mwanamke ambaye anategemea makeup, yani ku makeup tu msanii ili a survive, afu na pia sisi tunajua kwamba mwanaume ndio ana majukumu, lakini sasa hizi in this generation mwanamke naye ana jukumu lake, you never know the story behind mwanamke. Na ukisoma kwamba kuna mwanamke anataka ajirahisishe, umeelewa? Kwa hiyo nilikuja nikaelewa mfumo fulani kwenye tasnia yetu ulivyo unadinamiza sana wabunifu wa hii namna, wabunifu wa kike. Kwa hiyo nilichokifanya mimi ni katika my crew ama Dream Space pale, weka department wanawake ndio wanafanya sana. Alafu pia ni kutoa fursa kwa vijana wenzangu, maana vijana hatuaminiki kwenye pesa. Yani inachukua energy nyingi kumconvince somebody kwamba mimi ni kijana under 30 ama under 35, lakini naweza nikachukua bilioni 1 na nikafanya wewe fedha. Lakini watakwambia vijana ni generation ya kesho, vijana ni leo, jenga leo na kijana kesho njoo kwenye hela. Sasa kijana utakaa nyuma kidogo, alikuaminika. Tena ukikuangalia, kuna siku moja nakumbuka alikuwa ajui kama anazungumza na mimi, anajua tucheleani. Tumefika pale, tunafika ndo mtu ambaye anatoka siku ilikuwa ni keshia yule, ndo anatakiwa atoe fedha. Akicheleani tunamsubiri mpaka saizi hajafika, naomba ndo huyu ndo cheleani. Sasa ndo cheleani. Yani ana imagine yule, yani yule ana imagine the way nipo. Kwanza kaniuliza una miaka mingapi? Kwambia na miaka kadhaa. So ana imagine ile hela na ujana. Yani huyu kijana kwa mfano leo tukampa kiasi fulani, ataenda kuispend vipi? Ana imagine kwamba labda kijana atatumia ubunifu wake, atajiri vijana wenzake, kwa sababu mimi tu crew yangu ni zaidi ya vijana 70. Washikaji zangu, nataka mniambie kuhusu social media imebadilisha namna tunavyo define mafanikio. Yes, imebadilisha kwa sababu now watu wanakuwa wana point of reference. Mtu anakuwa anaangalia kama nataka nifanikiwe kama huyu. Ndio itakuwa nazungumzia cherehani kwamba ambition based on what you see. Lakini sasa mwisho wa siku inakuwa ni namna ya watu kujitengenezea disappointment pia. Kwa sababu unakuwa unataka mafanikio ambayo hayaendani na mazingira yako kiuhalisia. Kwa hiyo inatengeneza over expectation more than inavyotengeneza goals au ambition. Lakini pia mimi ningependa watu waweze kuitazama social media kifursa zaidi. Kuna fursa nyingi sana katika mitandao ya kijamii. Tumeshatoka kule ambako ukikaa kwenye mitandao ya kijamii unapoteza muda. Sasa hivi ukikaa kwenye mitandao ya kijamii unatengeneza pesa. Kulingana na maudhui ambayo unatengeneza, kulingana na ambassadorship na endorsement ambazo unakuwa umezipata kutoka kwenye kampuni mbalimbali. Kwa hiyo mimi ningependa watu wabadilishe mtazamo wa matumizi ya mitandao ya kijamii na kuitazama kwamba ni fursa ya kutengeneza pesa. Yeah, and if they choose kutazama mafanikio ya kwenye social media kama motivation, basi wajaribu kuyarelate na mazingira yao kiuhalisi, ili wasijitengenezee disappointment. Yeah. Mbali kamaliza kweli ni kwamba unatumia vipi social media tu hapo isaponi sasa kama fursa ama kama ni jambo la kumsukumo kufanikiwa zaidi. Lakini angalizo ni kwamba don't compare
don't compare your struggles na struggles za mtu. Kila mtu kaandikiwa destiny yake. Kuna wakati, afu kuna bahati, afu tuseme kuna muda, bahati. Ipo. Mimi I believe ni bahati. Kuna bahati mzee. So mipango yako umeiset mimi fulani. Hata bahati inamkuta mtu yote, hata mwenye mipango. Kuna watu wana mipango lakini hawajawahi kuachieve hata kidogo, hata sekunde ya kile kitu ambacho hana bahati. Mimi siamini katika bahati. You don't believe? Naamini katika kibali. Kwa sababu bahati is a game of chance. And imekaa kwa namna kwamba inaweza kukupata mara moja tu, yani ni bahati, yani zali. Lakini kibali ni doors that are open kwa namna ambayo haifungi. Sasa I will tell you, kwenye upande wa kibali tumetofautiana kibali. Umeelewa? Katika kutofautiana kibali ndo wewe unaweza kuona kama kibali, tusema kipawa na kibali Mungu anaweza kukupa kibali ambacho kina muda kulingana na wewe na ukaribu wako na Mungu. Mwingine anaweza kapewa kibali cha milele. Ndio maana tunakuja tena kwenye chance. Mimi ni ukapewa nafasi ya muda ambao inawezekana ni ndo bahati yako hiyo, sasa kuonyesha show what you have. Na bahati ukitumia vizuri it goes one hit. Kwa hiyo ndo ukikombea vitu ni mtazamo kutazama kuwa ni kitu kimoja, lakini tunatofautiana nini? Kibali. Na pia usijilinganishe na mtu. You never know, unajikiana naye kibali chake ni cha muda mfupi, then wewe ni cha muda mrefu. Kwa hiyo wewe subiri muda wako, tuko kwenye foleni, kapewa yule kapata yule, ukichelewa uwezi jua utafikiwa. Ndo wa mwisho kwa kwanza mstari nyuma geuka, kwanza huko unaona shughuli mia nyuma. Hata mimi nitaka nikuulize kitu. Mimi nimeanza kudirect na miaka mingapi? Na miaka 3 I think. Yes. But kuna napigiwa simu kuambiwa bana ODUC kwenye 1 2 3 napata hizo kazi za somewhere kuelimisha watu na nini. But kuna watu walianza since Kaole first game quality. Lakini kizazi hicho kizazi vimeenda vizazi vingapi kufikia hapo, but they are good, sio kama vibaya, wako vizuri, lakini opportunities zilizopata kipindi hazikuwepo. Kwa hiyo mimi ni bahati yangu, mimi nimebahatika kwenye kipindi ambacho kuna more opportunities, umeelewa? Kwa bahati na wakati. Umeona wakati ule hakuwa na 1 2 3, wakati huu kuna milango zaidi mingi. Social media inasaidia. Na social media inasaidia move vitu vyetu. Alright. Kuonyesha mafanikio kwenye mitandao ya kijamii kunahamasisha vijana kuendelea kujitafuta au kuna mdestroy majority ya vijana wengi ambao bado hawajajipata? Inategemea na mapokeo. Ukitazama mafanikio ya mtu mwingine kama namna ya kuwa motivated, utakuwa motivated, utakaza buti na utaweza kufikia kule alikofika ama zaidi. Lakini ukitazama kwa jicho la wivu, ndo ile mtu akijenga gorofa unaanza kumtafutia kasoro, analala na nyoka gani? Kangu na sponsor. Unaona? Kwa hiyo ni namna ambavyo unaamua wewe kutazama, lakini the best way ni kwanza lazima uangalie mtu mpaka amekuja kupost mafanikio yake mitandaoni. Nini kimemsukuma? Yeye kama yeye, je, na yeye anataka kumotivate, anataka kushow off. Lakini mara nyingi watu wengi ambao wamefanikiwa kwa njia ambazo ni halali, genuine, inakuwa ni a moment of pride kwa wao wenyewe kwamba safari yangu ilianzia hapa na sasa hivi nimefika hapa. Kwa hiyo those are the right people ambao we should take motivation from. Ubaya ni kwamba not everyone shows their struggles. Kwa hiyo unakuwa hauna story ya kurelate kwamba ukafikaje, ndio maana tunawatungia watu story. So it depends on how you want to perceive mafanikio ya mtu ikiwa atakuonyesha kwenye mitandao ya kijamii. Alafu ina feel proud ukiwa unajua hatua za mtu, alafu amefika pale. Yaani unakuwa una hata ile. Hasa kuna watu wengi CD inaruka. Zingine zinaruka. Alafu kuna wengine unakuta kwamba yani sema kwa our industry inahitaji show off. Lakini sasa kuna wengine wanakosea the show off. Kuna wengine wanatengeneza mazingira ambapo mimi nakwambia, mimi nipata hiyo kwamba kuna mtazamo kwamba huyu ni director. Ukipata kesi mzee, inawezekana hata wewe unaweza kutozwa. Kwa wewe mtu wa kawaida usingekuwa maarufu, unaweza kutozwa hela ndogo sana. Lakini because you are somebody, yani hata wale wanaodai na utajiri wako tunauona kwa social media. Kwa mfano wewe hata Mondi bana, unajua alidaiwa shilingi ngapi kwenye hela ya upande wa pili kule ya mtoto bana? Ilikuwa si milioni 50 per month, si milioni ngapi sio bana?
milioni 10. Lakini wewe hapo ukienda wameandika 70,000 bana. Wameandika 70,000 pale. Ukienda pale kwenye dawati na nini pale? Wanakuambia bana bana wewe yani wetu 70,000 kwa mwezi. Ile 70,000 lakini atosha nini jamani usawa huu? Sasa wao kwenye dawati lao wataangalia kulingana na mfumo wa maisha. Na pia katika kuangalia mfumo wa maisha unaobadilika, waangalie namna gani tena na sisi jinsi ya sisi ambao tunatoa waangalie kuja kuna mifumo ambayo inawezesha zaidi kwenye utoaji, kwa sababu the more life inabadilika. Ukisema leo kwamba 70,000 what if kwamba maisha yamechange, walisema 70,000 wale wasema 70,000 ni miaka 10 nyuma. Mbelewa sasa mwaka imepita miaka mingapi? Kuna amendments inabidi zifanyike. Sasa na pia huwezi kuambia kwamba mimi labda kulingana na wangekuwa na muda wanauliza pia kazi unafanya kazi gani, unaongezaje, then waweke tathmini hapo. But kusema kwamba pia kwa mtu mwingine labda kwa hata hiyo 70 mwingine kuipata ni shughuli kulingana na kazi yake, ama pengine huyo ambaye tena anatakiwa atoe mental health yake haiko sawa, kwa sababu kitu ambacho wanaangalia wale ni upande sana wa mtoto, waangalie upande wa yani muhimu ni hiyo. Yani yeye mtajua mafanya yake ni muhimu. Kwa ndio maana mimi naambia niliwahi kumwambia rafiki yangu kwamba kwenye mental issues mwanamke anachelewa kugundulika kama ana mental stuff kuliko mwanaume. Ukiruka tu hapa sisi tunajua simsharuka, tunaambiana bana huyu zishada hata huyu. Mwanamke akifanya kitu tunachukulia ni kwamba ni akili zake za kijinsia. Kwa hiyo we just watch, we treat you, some people take advantage. Mera sasa kwamba ni mwanamke si unawajua bwana, kumbe tayari wewe zisha kuruka afu matatizo yanakuelemea. The more sisi wengine wanao take advantage, kwa hiyo hali kutumia na kuweka urahisi kupata vitu vyao, unachizika zaidi. But wengine wanawahi wanaenda kwenye sehemu ya ibada, wanakuwa wanaanza taratibu, wanakuwa wanakimbilia kwenye imani, kuweka kama mwamvuli, na pia wanachokiamini pia hapo Cherehani. Kwa nini mtu ukiwa mtu yani kama labda mimi mfano labda mtu anaona matukio mtu wa vilabuni, nikiamua kwanza kuchange kuingia kwenye Mungu, wanaona huyu ana shida huyu. Kuna kitu kimempiga huyu, kuna kitu kimempiga huyu. Sio tu hiyo, hata status. Unajua kuna sometimes unaweza kujizuia, unaweza kuona ujumbe mzuri tu ukasema bana ngoja ni post status. Utashangaa pale ukiposti tu kwamba bana labda pengine kuhusu ex, labda sijui umeniacha, sijui umefanya hii, sasa nimejipata. It's like yani kama unaongea na watu sasa unawaambia kwamba yani si kwa nini sasa bongo tunakuwa hivyo, yani tunajaji kupitia status. Yani unaweza kuweka tu labda pengine hata ya huzuni labda. Ukaweka labda pengine bana Mungu nisaidie kesho napo nipate. Lakini kwa nini uweke hiyo? Kwa nini usiweke Mungu asante? Napo kwa kushukuru napo. Kuna mtazamo mwingine huyu tena, kuna jambo huyu. Mimi Instagram na like sana post za Biblia nini. Sasa kuna mwanangu mmoja akaniingilia DM, akamzoa uko fresh. Naambia niko poa. Bwana siku hizi kwenye page za dini nakuona sana. Kama una shida mniambie. Mjomba vipi? Wewe rafiki yangu, wewe unataka kila siku tu mizigo. Wale kwambie hiyo kitu ambayo umesema wewe. Sio tu kwenye masuala ya dini. Kuna kitu cha kufanya tofauti. Umeelewa? Kwa sisi ambao tujazoea tutakusema kwamba kuna kitu. Umeelewa? Sisi kama wewe tumekuzoea wewe mzee wa chapa kimbia. Yaani kuja kuona kwamba umeseto mwezi wa kwanza wa pili. Huyu bana huyu. So yeye kuna kitu. Umeelewa? Kwenye kila engo, sio tu kwenye umeelewa, katika kila engo na namna yake kufanya kitu tofauti. Kwa sisi kwa mazoea lazima tulizon bana. Inakuwa hivi. Mbona hivi? Mbona ghafla sana? Hatujamzoea hivi. Hata tunaweza kusema sasa kwa namna alivyo mbona hivi bwana? Sawa sana. Washikaji zangu nataka mniambie hivi soft life culture inaathiri vipi maisha, mindset na maadili kwa vijana wengi wa kizazi chetu sasa hivi? Soft life culture inamfanya mtu atake kuishi tofauti na uhalisia wake. Ikiwa hana uwezo wa kumudu gharama za soft life culture. Na I would talk on upande wa mabinti ama wanawake ambao wengi inspo zao ni social media influencers, ambao wengi huwa wana promote lifestyle content. Na itasaidia zaidi kufahamu kwamba
they are promoting the lifestyle content necessarily. Sio kwamba wao ndo wanaishi hayo maisha. They are influencing you into it, lakini sio mara zote kwamba wanaishi hayo maisha. They are only lucky kwamba maisha yao mengi yanakuwa ni katika that pattern. Kwamba leo kaitwa na brand hii, kesho na brand hii. Kwa hiyo whatever they post is the engagement ambao wanaipata kutokana na wao kuwa influencers. Lakini pengine behind the curtains maisha ya uhalisia ni tofauti. So I would say yes, it's good if you can afford it. Kama unaweza uka-afford soft culture, go for it. Lakini otherwise ka ukijua kwamba wale ambao wako pale mbele ni maigizo kwa ajili ya kuvutia wateja na kuuza bidhaa na kukuuzia maisha ambayo they're selling you a soft lifestyle which if you cannot afford unaweza ukajiingiza kwenye matatizo. So admire what you can afford. Admire what you can aspire to achieve, lakini not at the expense of your own mental health. Ndio kuna ile unakitamani kitu mpaka unakuwa obsessed. Mpaka yani sasa ndio ile sasa unaenda unajitumia wewe kama chanzo cha kupata pesa, and then you go ahead unaanza kufanya shirki na mambo vingine. Wajenga desperation kutokana na kile ambacho umekiona tu, forgetting kwamba kuna uhalisia nyuma ya maisha yule mtu ambaye unatamani maisha yake. Kwa hiyo yes, take it as motivation, but no, don't take it as your personal reality kama hauwezi kuishi maisha ya vile. Okay, I love that. Hapo sasa ukiambanisha soft life na pesa sasa. Kuna mtu mwingine anapenda soft life lakini ni mtafutaji, si ndio? Anajipenda tu. Kujipongeza muhimu. Yaani kuna mtu mwingine ni kwake ukuta ni TV 65 lakini anafanya kazi, anataka lifestyle tu. Ili kwamba bana anavyoishi aishi kweli. Sio kwamba kuishi kujiishi. Ishi kweli. Kwa hiyo ukitoa ile hali sasa ya kwamba urahisi wa kupata fedha. Yaani kuna mwingine ile soft life ni kwamba anaweka uwepesi wa kutaka wa kupata hela, yani anataka uwepesi. Asifanye kazi hapo. Hiyo ni mbaya. Lakini ukiweka soft life ya kwamba mimi najitreat. That's good, daddy. Utanikuta bana weekend nipo. Natengeza kwa sababu hiyo ndio therapy kwangu. Hiyo ndio therapy kwangu. So kazi nafanya. Nitapiga kazi na save wewe. Bado nimewekeza na nini? Alafu sometimes akuja naangalia kwa sababu that's a therapy pia soft life. Alafu naangalia pembeni mtoto gani niwe naye. Unaelewa? Ndio kwanza unampa fungu. Alafu kwamba leo unataki kwamba ufanye kazi kwa ugumu, alafu uje tena ule kwa ugumu. Naweza kumpigia hata mama kidogo, mama, hebu niambie unanipenda mamangu. Nakupenda. Asante sana. Niliona juzi mkoa wa Iringa. Iringa. Alikuwa anawaambia kwa wazee fulani kama wanawaambia kitu. Anambia bwana ana rafiki yake mmoja anauza parachichi. Yaani return yake ni milioni 500 kila mwezi. Lakini yule jamaa gari yake yenyewe mkangafu, mara anapanda daladala. Ubeba ni mkono tena kujipa tabu wewe mzee. Kula raha bana. Unaishi zako kwa tabu tu. Yaani sisi bwana kuambia kuna mshikaji unaweza kumkuta the way anavyotengeneza soft life tuzani kwamba akishua. Kabisa. Yaani anavaa fresh gari yake na nini tataji yake kaupangilia vizuri. Kama kuna tatizo yuko calm. Hata kujipa. Ndio kwa sababu ukiwa mtu wa hard life. Na huo ndio uzuri. Unajua pesa pia haitaki kelele. Pesa haitaki vurugu, pesa inapenda amani. Ukianza tu kwa mtu wa makorokoro, yani mtu ambaye una jazba, unaweka kitu umemchukia huyu. Yani I'm telling you, kwenye kuweka hard life sometimes mikakati hivyo. Wazee wetu walikuwa wanafanya hivyo. Yani katika kila kitu strong. Yes, usifanye. Umeelewa? Ndio kama hivyo. Sasa imekuja sasa people wanalelewa softly. Lakini sasa kuna misingi hiyo, lakini hautoki kwenye misingi, wanarudishwa tena kuchapwa na chapwa. Sasa kuchapwa unapigwa na babako afa anakuwa pole. Kashakuchapa softly. Sasa ikija sasa hata kwenye utafutaji umetafuta kwa ugumu. So usiendekeze ugumu mpaka yani unaenda kuiona familia yako kwa mfano na makasiriko. Yani umeambiwa tu chumvi haipo, yani unaona kama dunia umetumiaje chumvi pati moja ujue mimi babangu alikuwa anatumiaje. Itaanza sasa unajua sisi wengine hata chumvi hawatumii kwenye mboga. Kwanza inaongeza madini gani? Unaweza kuuliza masuala ya madini. Magonjwa ya moyo. Alafu unaanza zidisha chumvi wewe maana mtoto kanunua soda chumvi mtoto kanunua soda alafu soda sio nzuri kwa afya bana.
maana kidogo kuna kizazi hichi kipya kinakinzana kwenye kazi bana. Kaja mtu kaambia bana, dawati lako kaka reason bana, kafika pale kwenye sehemu ya kazi tena. Kuna mmoja bana, mimi tulikuwa na shoot kaja pale, nimempa kazi, nimwambia kwamba tuna shoot siku 4. Okay, siku 4. Akaniambia bana, katika siku 4 kuna hii siku moja nisimweke. Nikamuuliza kwa nini? Wewe tujue usiweke tu katika. Kumbe bana kalipa, sijui kashalipia tiketi ya Davido hiyo kwamba kwenda yani. Mimi nikajua kuna kitu cha maana yani. Basi sawa, nikakubaliana, tumekubaliana. Siku ngapi? Katika siku 4. Yuko lazima hata mshahara wake kidogo upunguze hiyo pande. Hizi 3 katika siku, yani hizo siku 3 sio siku 4. Tumeshuti sasa, imefika siku hiyo sasa. Kaandaa vitu vyake tena, iko happy. Anamwambia bana, mimi tutakutana kesho bana, director splash. Nauliza watu wanakuja kulipia director, sasa kwa nini umemruhusu huyu kuondoka? Kwa sababu huyu hapa ni mtu ati, afu tutamhitaji kwa kesho. Nilimwahidi, kwa hiyo tutapata mtu mwingine kwa kesho. Kwanza unajua anaenda wapi? Anaenda wapi? Sasa anaenda kwa Davido. Yaani mtu yuko lazi kaenda kujifurahisha, yani kwamba nyinyi tulishakubaliana, lakini hakuniambia. Ndio ujue kwamba kizazi hiki yani kwamba they need you, kwamba washaona kwamba hataki kubeba vitu. Na pia kuna awareness nyingi sana imetengenezwa kupitia mitandao ya kijamii, also the good part of it about mental health na nini. Na wao sasa ndio wamekuja kizazi ambacho sasa hiyo ndo it's been made more loud, na matokeo yake na madhara yanafahamishwa zaidi. Kwa hiyo they're taking the right action. Bana, zamani tulikuwa tunabebeshwa kufanya kazi 7, unafanya graphics. Hapo uko kwa media hapo. Unakuja unafanya graphic, unaproduce kipindi, unafanya editing, afu hapo unatakiwa uhakikishe kipindi kinaenda on air. Na unaenda transmission pale, unakaa unaangalia. Bado wewe ndio photographer au videographer. Afu unakuja mshahara huu mmoja. Gen Z hawezi kukubali. Kama tumekubaliana akaacha kazi sio, yani kama tumekubaliana all shooting tu, hata kama unajua na masaa sasa hizi tunapelekea kama ukisidi hours utamwona tunaondoka. Ndio maana sasa hivi hata mataasisi yanaajiri content creator na social media manager. Zamani unajua sasa hizi imekuwa imegawanyika kabisa. Hivi kwa nini watu wengi wana pressure kuonekana wamefanikiwa kuliko focus na kupata mafanikio kweli? Kwa sababu tunazungukwa na watu ambao wanatuaminisha aina fulani ya mafanikio ambayo yapo limited na umri. Kuna umri ukishafika, jamii na kutazama kwamba wewe tayari umeshajenga, tayari uwe na gari, umeoa, familia. Yes. Kwa hiyo kuna definition ya mafanikio kutoka kwa jamii ambayo watu wengi bado ndio wanaitumia kama misukumo yao ya kimafanikio, na usipokuwa na hivyo, hata kama sio vipaumbele vyako, jamii haikuelewi. Sasa hiyo it is a process, kwa sababu ni lazima uende ukabadilisha the whole mindset na belief ya jamii which is tough. Sana nyi wadada, yani ukifika bado kwenye 30 kama hujaolewa, yani unaonekana wewe umechelewa, una shida gani? Kwa nini uolewi? Una mtoto Au sasa hivi ukimwambia kijana baadaye kununua kiwanja, nenda kanunue hisa, atakwambia kwa nini? Wakati utajiri ni kuwa na nyumba. Kwa nini sinunue kiwanja ili nijenge? Kwa nini ninunue hisa? Kwa hiyo kuna reasoning fulani ambazo zinatokana na yale ambayo tumeaminishwa kwenye jamii zetu, kulingana na kile ambacho jamii naamini ndio mafanikio. Lakini mafanikio halisi ni personal satisfaction, wewe mwenyewe kulingana malengo uko umejiwekea. Kujiwekea malengo fulani kimaisha, kuyatimiza, hayo ndo mafanikio yako. Sio lazima yafanane na yale ambayo jamii wanaamini, na sio lazima yafanane na mtu mwingine. Kabisa. Hii picha yani. Ila sema mitandao ndio inaleta hiyo pressure yani. Kama sasa hivi Zuchu kapata mtoto anatunza, kuna mtu mwingine bana, na mimi baba mimi nitatunza. Unachaka ucheza watu hapo. Social media sana ina nini, alafu tumefika kwenye dunia ambayo yani mtu anatumia social media kulinkishia. Umeelewa? Brag and flex. Yes, yani like so kwamba kwa ajili mtu mwingine aelimishi yani ataka, na sometimes umefika wakati ambao ukionyesha kitu watu they think kwamba una show off, wakati ni uhalisia. Sawa. Mapokeo. Sometimes hata mimi naambiaga marafiki zangu kwamba kuna mtu anaweza kaniambia, mbona upati siri za kufanya on TV, upati nini? Mimi hiyo kauli mtu anavyoniambia anipi pressure. Mimi namwambia mimi nimeanza lini?
Nimeanza na 3 years na nyuma kuna 4. Kwa hiyo it's fine, itafika wakati they will see what I'm doing, wataheshimu, wataona hivyo. Na inafika sometimes kuna opportunities hata kama uwe vipi uwezi kupata, yani kwa muda huo inaangalia upeo wako. Yani sana sisi ambao tunatafuta pesa sehemu, yani sisi tunazitega pesa sehemu, tunaenda tuna sell idea ile kwamba inaenda kuleta impact ya fedha kiasi gani. Kwa hiyo inawezekana wewe ambao una sell idea hivyo, na the idea ni kubwa kuliko wewe. Kwa hiyo wakati mwingine mtu kukuamini na kuwa kipengele. Kwa hiyo isikupe pressure ile kwamba kuona kwamba kwenye social media watu wamefanikiwa au watu wanakuambiwa ni mchakato, inabidi ufuate process. Na mafanikio yakija haraka huondoka haraka. Na watu wawe wakweli bana, wawe wakweli. Kwa sababu gani? Au ambao wanawaambia watu kwamba kesho mimi nilianza kidogo tu hivyo, no, na mtaji wa 100,000 wawe wakweli, kwa sababu 10,000 wewe bana, mtu ache waambie watu, waambie tu ukweli watu kwamba bana, kuna mchakato fulani nilipita miaka 5 7, unaitumika miaka kadhaa, mimi nilipata pale, ilikuwa tu ni ufahamu nimefuata. Jua kwamba wewe upo at this stage kufuata nini katika kila stage yako, jiulize. Kwa sababu kuna learning stage ya kwanza, afu kuna ku-earn unachojifunza. Yani kwamba hauwezi tu kwamba from nowhere ni una learn leo unataka upate. You earn from what unajifunza, kwa sababu na kuja sasa hapo kwenye kile ambacho unajifunza, sasa ndo unaanza sasa kujimaintain wewe, afu unaanza sasa kulitani kwenye society, unaanza kuleta sasa vitu vingine ambavyo vinanufaisha wengine tofauti na wewe. Kwa sababu mwanzo unaanza kujiona wewe, afu baada ya kupata wewe pia inabidi na uongelee wengine. Na I'm telling you, usipofanya kazi ambayo inahudumia society, you won't see richness. Yani huwezi kuona utajiri, yani kwa sababu utajiri sio pesa tu. Do something ambayo inaenda. Ndio maana watu ambao wanafanya huduma wanatajirika. I'll tell you, wana Mwamposa I treat kama anafanya huduma pale, but so usipokuwa na mtu wa kufanya huduma, yani utakuta kuja kuona utajiri, yani like mimi utabaki ni same stage. Kwa sababu hata Mangi dukani wote anafanya nini? Huduma. Kwa sababu utajiri mkubwa pia ni kuishi kwenye mioyo ya watu. Na watu pia. So the more mbona hapa tunafanya content hapa, tunafanya watu waone kule. Kwa hiyo mnaingiza nini? Fedha from kama at the same time tunabadilisha mindset. Yeah. I love that. Hivi vijana tuna build wealth au appearance? Wengi wanajaribu kufanya vyote lakini they don't go hand in hand. Mtu akishapata pesa anataka kwanza aonekane kama na hizo pesa, na at the same time anataka hiyo pesa imzalishe faida. Lakini ikiwa unataka kubuild wealth, ni lazima ujifunze kujinyima. It takes sacrifice to reach certain levels of wealth. Kwa sababu kwanza lazima ujue kwamba kuna hatua 6 za wealth. Wealth in the aspect of utajiri, sio richness. Kwa sababu kuna richness ya mtu kuwa na pesa akazitumia vibaya zikaisha akarudi kuwa maskini. Na kuna ukwasi wealth ambao unakuwa una utajiri ambao unahamishika mpaka watoto wako unaokuta na watoto wako unaokuta. Kwa kuna level 6, kuna level ya survivability au survival, ambapo ndo unajitafuta, yani huna ajira, huna chochote. And then unakuja kwenye stability. Let's say umepata ajira, umepata gigs hapa na pale, unaingiza kipato. And then sasa baada ya stability unakuja kwenye investment. Unaanza kuwekeza ili pesa yako ikuzaishe faida. Baada ya investment una expand. Say umetoka kwenye kuwekeza kwenye financial investments, labda hisa, labda bond, unahamia kwenye kuwekeza kwenye majumba. Yes, ama unafungua mabiashara, magari, si ndio? Kwa hiyo umeexpand. And then sasa ndo unaweza kufikia financial freedom. Uhuru wa kifedha, biashara zako, uwekezaji wako unakuwa unakuingiza wewe kipato. Kwa hiyo hauhitajiki wewe tena kwenda kufanya kazi ili kuitafuta pesa. Pesa inakuja kwako. Pesa inakufuata yenyewe. Pesa inakufuata yenyewe kwa sababu ulishatengeneza mifumo toka mwanzo. And then the 6th level sasa ndo legacy. Ambayo sasa legacy tunaangalia kwenye maisha yako, wewe umefanikisha kitu gani? Jamii umeigusa kwa kiasi gani? Ndio maana paka leo tunazungumzia kina Mengi. Ndio maana paka leo tunazungumzia kina Mkapa, kina Magufuli, kwa sababu legacy yao, yes, their legacy lives on. Kwa hiyo hawakuishia tu kwa watu matajiri, kwa watu mashuhuri, lakini pia wali give back to community, na uwepo wao bado tunauhisi hata kama wao hawapo. Yeah.
Rudia swali, yuko single ujue. Unaweza kaongea hapa, angalia vitu vingi. Jimbo liko wazi. Kama linashawishi hivi. Vingi sana. Vijana tuna build wealth au appearances. Sasa ngoja nikwambie ukweli. Kuna kabila moja limekwama kwenye vitu vyote viwili. Yaani kuna kabila linaweza pale. Sisi Wasukuma bana kwenye kubuild wealth na appearance. Kidogo tunaweza kuwa tuna hela. Appearance katu. Kama wale watu wakatora. Kwanza ukienda Usukumani wanajenga mijumba mabati, unaenda kama mbinguni hivi. Sisi sio wote sasa. Exposure. Sasa ndio nawaambia, sasa ndio maana nimewafungua hapo. Bana, kuna kabila moja linakataaga vyote vikuja kwa pamoja. Tajiri afanani hela kabisa. Tajiri afanani hela. Sasa hakuna kabila kama linakubali sana. Lakini sasa kuna kabila moja hilo ni ongo. Yaani inaweza likakubali sehemu moja. Ambao unajua watu wa Kigoma wakipiga nguo mwanangu. Mwangalia Mondi vile. Kuna wengine anavaa kama Mondi. Nguo huyo. Tali, afu kuna moja kama linaendana naye hata kama hana hela. Watu wa Bukoba wale. Wanapenda sana ku just keep simple. Afu kuongea na nini kutapa kwingi. Afu kuna jingine hilo sasa aliko kote kote. Lipi hilo? Mtwara bana watu wote. Mimi sitaki kesi bwana, ndugu zangu wa Mtwara. Makonde akipiga machemba nini unaona hapana. Atakiwa na exposure bana na hapa unasema utamkosoa sana. Hii cheni nyingi. Chinga anaweza kabeba hata vitu fulani anapenda anatembeza pale kapiga mbinga hapana. Wewe mkorofi sana. Japenda. Ni kitu gani unachokiona kama hitaji la lazima kwa sasa hivi, lakini miaka 3 iliyopita kwako ilikuwa anasa? Hitaji la lazima sasa hivi ni uwekezaji. Lakini hata miaka 3 nyuma pia ilikuwa ni hitaji la lazima. Kwa sababu mimi financial awareness nilikuwa nayo, si ndio, tangu miaka ya nyuma. Lakini umuhimu wake nimekuja kuanza kuona baada ya kwamba uwekezaji wangu sasa umefikia kiwango ambacho unanilipa bila kuhitajika mimi kwenda kutafuta pesa, si ndio? Kwa hiyo ni hitaji la lazima sasa, na ilikuwa hitaji la lazima then, ila tu ilipaswa nilifanya hitaji la lazima mapema zaidi. Yes, kwa sababu ingeweza kunisaidia kuwa na uwekezaji mkubwa zaidi na pengine ningeweza kufikia uhuru wa kifedha kwa ukubwa zaidi. Kwa hiyo financial literacy to me ni hitaji la lazima sasa, na ni hitaji lazima kwa miaka ya nyuma, na ni hitaji la lazima kwa kila Mtanzania kwa sasa, kwa sababu ndivyo ambavyo unajitengenezea usalama wa kifedha na kuweza kufikia uhuru wa kifedha. Amen. Yeah. Vipi ndugu yangu? Hitaji lazima ni utajiri tu. Tajiri. Yaani sio anasa bana, mchuzi. Bana maisha ya saizi nikwambie bana, kuwa na hela sio anasa. Nakwambia sasa. Kijana wazo utaki kuwa una hela. Yaani tu zamani ukasema mtu kina hela sana. Nataka tu za kawaida no bana. Kuwa na hela sio. Ukisali unaomba utajiri. Kusali? Sana, yaani kabla hujaomba utajiri kuna vitu vya kuomba she. Kweli? Kabisa nakwambia. Hai nini? Hekima. Mtoni kuna vitu vingi sana. Unyenyekevu. Ndio maana kabla hata kupata utajiri kuna vitu unapitia. Hiyo kweli kabisa. Trust the process. Hiyo kweli, yani I can relate. Katika kila aina hiyo. Tajiri ndio kama sema relate. Unapigika kubali. Utashika nyingi sana mpaka uje kuita tajiri. Sio tajiri hii ya kichawachawa, tajiri kweli. Hata tajiri ya kichao kuipata yenyewe. Ili yaani hiyo tajiri hiyo. Hata chawa tu hiyo mpaka mtu akuita tajiri wewe. Mchuzi na process ni ndefu sana. Inabidi pia uwe na unajue kwa wale ambao ni wazazi wanaelewa. Kwa mtoto una invest money ambayo you don't hope for your return. Kwa hiyo ni kwamba tu yani mimi mtoto akifika akisoma shule nzuri, akina sehemu happiness yake yeye wako ni therapy and pride. Sasa pia hata kuna baadhi investment ziko hivyo pia. Uwe na moyo huo
kwamba the more you invest you apply kwamba umeinvest like I did something. So kwamba inaleta hela tu na kaka yako DJ mtoto nimemsomesha huyu na kipanga kweli nikaenda kupiga scratch huko. Ndio maana nikasema kwamba yani ndio ni wazee wetu sisi, yani mzee wangu mimi ilikuwa kwamba yeye anafanya pati yake anamaliza yeye pati yake. Sasa itaponi gamba lako ile hapo. Sasa mimi nakumbuka nafika chuo. Yani so chuo tu. Mimi nafika namaliza form 6 ile nafika. Nimaliza form 6 ile. Akafuatia hata matokeo. Kabisa yani afuatilia tu. Yani uanze kumpigia mwambie mimi sasa nimefaulu nimefanya no. Yani ile 6 ile. Yani yeye hata matokeo kwa afuatilia. Hata maza mwambie hapa ni maisha yako sasa. Mwambie tu ada, mwambie nini inahitajika, lakini aanze kufuatilia like hii mzee wangu akuona hizo. Kwa hiyo ndio maana akawa ameweka mazingira ya kwamba yeye kashamaliza isaponi you, yani yeye kashafanya sehemu ambapo yeye hakufanyiwa na mzee wake, yeye kafika mahali. So kwa kizako za timamu jiongeze sasa wewe, aidha sasa katika ufika chuo ufanye biashara gani, labda pengine, lakini kashakupa maarifa, kwa sababu maarifa ndio kila kitu. Bila maarifa kuna vitu huwezi yani unaweza kuwa yani hata ila yani bila maarifa si nikwambie nini kufungulia dunia yani ndio kitu cha muhimu hapa. Ndio maana the Bible says watu wangu wanaangamia kwa maarifa ni everything. Alafu maarifa pia ni mtaji, kwa sababu kuna vitu ukivijua wewe mapema watu wasipokuvijua unapata hela. Ujue ni kweli, ukiviwahi kuvifanya kabla wengine kuvifahamu, ujinga wa mtu mwingine inawezekana ni faida kwako. Kwa hiyo sometimes usimsanue mjinga, endelea kufaidika. Shikaji zangu, kama kipato chenu kikikatwa kwa 30% kesho, ni sehemu gani ya lifestyle yako utaumia sana kuipunguza ili kuendana na kipato? Rudia sasa, mimi sija ukarudia tena. Rudia tena. Kama kipato chenu kikikatwa kwa 30% kesho, ni sehemu gani ya lifestyle yako ambayo utaumia sana kuipunguza ili kuendana na kipato? Kuvaa. I like looking good. I like looking like the money that I have, like the money that I preach. Chop it, mama, chop it. Yeah, kwa sababu huwezi ukawa unawaambia watu mafanikio ya kifedha and you don't look like fedha. Like money. Yeah, and it goes along with dressing well is a form of good habit. Ukipendeza, you look like the money, so you attract money. Si ndio? Yes. Yeah, kwa hiyo labda kuvaa. Yeah. Mimi bana, kitu ambacho nitakipunguza. Kitu ambacho nitakipunguza ni misele sana. Misele nitaipunguza. Yaani mizunguko ambayo haina maana. Nitapunguza sana. Meeting ambayo unaweza ukafanya wewe simu, lakini nyewe mnataka paka kuonana. Ngoja sasa kesho tuonane, nilikuwa na michezo hiyo. Akremo anajua. The skin kitu cha simu. Uko wapi sasa? Tuonane. Mimi ndo nilikuwa namsumbua yeye mpaka kwa mzee wa vikao. No, sasa mzee wa vikao mpaka sasa bana, ndio hivyo bana, na ofisi yangu iko sasa hizi bana, mimi vikao nitavipunguza vikao. Lakini kitu ambacho sitokipunguza hata nishwe vipi, kupata mtu akunipa furaha. Mpenzi. Hata ukivulia napo kuna mtu anakupenda hivyo hivyo. Mpenzi. Kijana msimsikilize, fulia hapo tuone. Eti au utamkataa mtu yani kisa. Furaha inabidi baki pale pale. Yaani na sometimes ukiwa na furaha ila nakuja. Lakini napo ukiweka furaha yako kwa mtu mwingine, unajiandalia majonzi. Sasa yani furaha, sababu akichoka kukufurahisha je? Sasa furaha, yani mimi nimesema furaha. Sasa huyu ndo amecheka, amesema si nini mfulia. Yani furaha inamaanisha mimi kwamba nitajifurahisha with my maximum amount of money. Na katika shilingi 500, shilingi 100 au shilingi 50 kujifurahisha sawa. Umekata yani kwamba yani kuna amount fulani imekatwa, yani sijifurahishe pia. Actually kwenye budgeting rule ni 30% ndio ibidi ujitumie kujifurahisha. Kujifurahisha. Sabini ndo kufanya mambo ya. Kuna watu watasema bwana, mbona nyingi sana? Watu watasema mbona ndogo sana? Sawa na madeni. Ukiwa na madeni hauwezi ukatenga pesa kwa ajili ya burudani. Lazima hiyo pesa ndio iende kalipe madeni. Okay. Sasa mimi washikaji zangu bwana,
naona muda umezidi kwenda, nataka niwa release, lakini kabla sijawa release nataka mniambie kitu kimoja kizuri kabisa. Kwa kijana wa miaka 25 ambaye anakutazama sasa hivi, ana feel bado yupo nyuma kimaisha, utamsimulia story gani ambayo itabadilisha mtazamo wake? Ladies first. Ni wewe uko faster sana. Rudia mwisho. Bwana umpiga chabo huyu. Hapana, yani kuona cheti chako. Mimi nilikuwa vizuri bana. Kijana wa miaka 25 ambaye anakutazama sasa hivi, ana feel bado yupo nyuma kimaisha, utamsimulia story gani ambayo itabadilisha mtazamo wake? Story ambayo ningemsimulia ndi ndefu sana. Na it's a very personal story. Okay. Lakini ambacho ningeweza kumwambia afahamu ni awe makini sana kwenye masuala mazima ya kifedha. Okay. Na asiogope kuchukua risk, asiogope kujaribu. Awesome. Na endapo ataishia kupata hasara, ajifunze kukubali hasara. Mimi nishawahi kupiga blanda moja la kifedha kwa kumwamini mshikaji mmoja ambaye niliamini ndio mwenza. Kuna huko pendi usema mwanzo kama alikuwa mwenza. Asisema ni miaka 7 nyuma. TBT huyo. TBT kabisa. Kuna huku kwenye kutokutumia pia taratibu za kisheria pale zinapohitajika, nikajikuta nipoteza milioni 20. Lakini sasa lakini sasa nyingi sana crown hiyo. Lakini sasa kilichokuja kunikosti zaidi ni gharama niliyoingia kwa kutokuikubali ile hasara. Okay. Nikajikuta kwamba katika harakati za kufuatilia hela nikapoteza shilingi milioni 7 zaidi kwa mtu huyo. Yes. Kwa hiyo lazima ufahamu elimu ya fedha, lazima uwe na umakini wa kifedha, tumia sheria inapohitajika, hususan kwenye masuala ya kifedha ambapo yanahusisha watu wawili. Okay. Na jifunze kukubali hasara hata kama ni ngumu, kwa sababu kifosi utapata hasara zaidi. Right. I love that. Kijana, umesikia madini ya dada yenu hapo? Nini atakuwa amesikia vizuri sana. Jifunze kukubali hasara. Neno letu la leo. Kwa hiyo kitu ambacho mimi nitamwambia kijana miaka 24 ambaye anatafuta mafanikio hapo, kwamba kwanza ni ajiangalie yeye. It's okay to be alone katika some of the journey. Yani katika safari nyingine inahitaji courage ya mwenyewe, sio ya mtu mwingine. Yani wewe mwenyewe, nafsi yako, moyo wako na Mungu wako. Hivi vitu vyote viwili vinazungumza na wewe kwa ukubwa gani. Na pia your dreams they may be big, lakini hamna mtu ambaye anaweza akaamini kwamba anaweza kufanikisha. Pia awe na moyo wa ku let it go. Asichukulie vitu so personal kwenye kila kitu. Kuna jamii atakutana nayo ambayo itamchagua, na kuna jamii ambayo itakutana nayo ambayo haitomchagua. Kuna aina ya watu kwa mwanzo wanapoanza katika ndoto yake au katika safari yake, wataona hafanani nao. Umeelewa? Itafika time wale watu watamuona kama tunafanana kwa sababu ya mafanikio. Na pia asichukulie personal, ndo dunia. Na pia kwamba kuna mtu atapata kwa urahisi, kwa sababu kuna watu wana benefit from kila ambacho anafuata, wanachokifanya, na yeye itamwia mgumu kubenefit kwa sababu watu wengine hawapati through hicho ambacho fanya. Pia atengeze sana connection. Kila mtu anayekutana naye awe tu ambassador ama awe mtu wa kumuongelea sehemu sana kwenye kazi. Kwa hiyo na pia kurudi kwenye let it go, iwe kudhulumiwa, iwe tu kufanywa jambo baya, kwa sababu kwenye maisha wanasemaga survive for the what? Greatest of fittest. Na hapo mimi naomba niongezee, huyo kijana inabidi aachane na victim mentality. Victim mentality. Yes, asitafute mtu wa kumlaumu kwa kile ambacho kwa kila hatua ambacho anapiga, na asijiulize sana, anasijiulize sana why me na fail.
ajiulize why not me to succeed ili jambo. Sababu inawezekana Mungu kampa kibali cha kufanikisha yeye, si mtu mwingine. Kwa hiyo tunaona hata kwenye maandiko ilikuwa ni Yesu afikishe hatua fulani la imani. Umeelewa? Kina Petro, kina nani. Kwa hiyo hata kwenye mafanikio au kwenye hatua, hata Mungu pia bado anazungumza na sisi. Inawezekana mimi Mungu anipa kipawa na kibali cha kufikisha watu fulani somewhere na kubadilisha maisha yao kupitia mimi. Kwa hiyo katika kutengenezwa kuwa yule, kuna mchakato Mungu anamtengeneza, yani atamfanya ajione mdogo wakati mwingine, ile courage ya kujiona mkubwa ibaki vile vile. Katika nyakati dunia inamuona mdogo sana, ataumia sana, lakini asijiuguze sana. Yani kidonda cha muda mfupi anachukua wiki, mwezi, lia kidogo, chapa mwendo. Umesalitiwa, utasalitiwa mno. Rafiki yako wa karibu, mtu atakushtaki kwa vitu ambavyo hujafanya. Na ubaya ni kwamba funzo la maisha usipojifunza linajirudia. Jifunze. Kuna somewhere usikubali kurudi kwenye kosa. Usikubali kumwamini nyoka aliyekung'ata. Learn the first time. Learn from the snake. Hiyo kubamini ishinalo vipi? Umeelewa? Nikizungumza katika machache hayo yote, ni jambo la mwisho ni kwamba Mungu yupo. Amini kwenye Mungu. Amen. Umeelewa? And the only hope ambayo sisi natufanya sisi binadamu survive na tuko hapa dunia survive for is kesho yetu. Na afya. Kwa hiyo afya yako ni muhimu kuliko kwa hiyo we are surviving for tomorrow, kwa sababu leo tuna afya zetu. Na afya sio ya mwili tu. Afya ni ya mwili, afya ni ya roho, afya ni ya akili, na afya ya kifedha. Afya 4. Fedha. Yani hapo kwenye afya ya kifedha nzuri, afya nzuri sana ukiwa na afya zote. Ndio, uwe nazo zote 4, ya kimwili, ya kiroho, ya kiakili na ya kifedha. Bana, nimependa sana. Washikaji zangu, thank you so much guys. Leo tumekula madini. Yani leo hamna mapenzi, leo ni kazi. Hapo ni nini? Passion. Yes sir, mambo ya passion. Bana, until next week and we out. Peace, Junction X.